Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hamjambo tena kanisa. Habari zenu? Salama. Mko salama? Ndio. Sawa. Ningependa mbele ya yote sikutembea mimi peke yangu, nilitembea na mke wangu, anaweza kufika hapa mbele. Amen. Asante sana. Karibu hapa mbele. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa wale ambao hawanijui, nilikuwa nishajitambulisha. Mimi ni mchungaji wa kanisa la Nayot Pentecostal Church. Amen. Sawa vile gisi mchungaji alijulisha, na kwa leo nafanya huduma Elizabeth Vale hapa kwenye tulibarikia ndoa ya kijana Simon. Hapo ndio tunafanya huduma ya Mungu. Elizabeth Safa. Ni hapo. Najua kama mnajua hapo. Hapo ndio tunafanya tungana huduma ya maombi siku ya pili. Kila siku ya pili saa 10 tuko tunakuwa hapo, na kila siku ya sita tuko tunakuwa hapa kuomba Mungu na tunaendelea. Amen. Bwana Yesu asiwe. Amen. Tunaendelea kabisa na njoo hivyo. Na kwa leo nilipenda niwamtembelee hapa leo, ila nashukuru mchungaji kwa kazi kubwa kabisa mnafanya hapo. Wakati tulikuwa hapo Manson Lex, bado naona watu wanaongezeka. Kwa kweli Mungu aendelee kukubariki. Amen. Unachapa kazi hapa. Amen. Na pamoja na hiyo, huyu ndio mke wangu, nampenda sana. Amen. Tuko naye sasa watoto 8. Tuko naye watoto 8, wasichana 2 na wavulana 6. Amen. Wavulana 6, na kwa kweli mimi nampenda sana. Naye ananipenda sana. Na ndio maana niona leo tukue sisi sote hapa leo kwa ajili ya kazi ya Bwana. Sijui kama kuna napoongea au unaweza kuongea na wewe. Basi rudia. Bwana Yesu asiwe. Sijui mchungaji mnanipatia dakika ngapi, kwa sababu sisi tunatumika hata roho na akili. Na sisi ni wainjilisti. Mnaweza nipatia hapa na usiku mnaingia, juu tunaongeanga sana. So naweza penda unipatie dakika zangu kusudi nijue kisi nitamane zile dakika. Ukinipa naendaka tu, kwa sababu maandiko inakuyaka inashuka mpaka mnaanza sema sasa tutalala hapa sasa. Unajua hata roho na akili zifanye nini? Zimtumikie Mungu. Ukienda na roho hapana, akili hapana, hata roho na akili zimtumikie Mungu. Amen. Na maandiko inasema tukue na nini? Na kiasi kwa kila kitu. Kule matunda 7 ya Roho Mtakatifu, 9 ya Roho Mtakatifu, ile ya mwisho ni kiasi. Yaani kila kitu chenye kunafanya ukuwe na nini? Na kiasi. Amen. Kila kitu chenye utafanya hapa chini ya jua ukuwe unajua ukuwe na kiasi. Ukitambusha kiasi, basi watu wanaanza ona aseme huyu ndani yake muko vitu mzuri, kuna vitu vyenye aliendeke. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Amen kanisa. Amen. Napenda niko nasikia amena yenu. Amen. Niko naisikia huko. Itanisaidia sana. Na nashukuru sana, ni dakika 30. Mimi tu ukiona mimi natambuka unapacha tu kidole na naishi hapo. Kwa sababu tusiende sana, tusiende. Hata kama neno la Mungu ni tamu, lakini
tusiende sana. Amen, amen. Na sijui nitatumika na nani leo. Mungu sawa? Kwa kusoma? Kabisa. Sawa. Tunaenda na neno la Mungu. Tunaenda kusoma Samueli wa kwanza. Sijui kama mchungaji Patroko tayari. Utusomee Samueli wa kwanza. Tutasoma sana leo 17 mstari wa kwanza utaishia 16. Soma hapo mtumishi wa Mungu, shuka na maandiko. Samueli wa kwanza 17. Anzia mstari wa kwanza mpaka 16 kwanza utaishia hapo. Tusome katika jina la Yesu. Amen, amen, amen. Tusome. Ndio. Wakati huo Wafilisti walikusanya majeshi yao ndio kwa vita. Yes. Nao wakakusanyika huko Soko. Ndio. Ulio mji wa Yuda. Wakatua kati ya Soko ndio na Azeka. Yes. Katika Efasdamin. Naye Sauli na watu wa Israeli wakakusanyika wakatua katika bonde la Ela. Nao wakapanga vita juu ya hao Wafilisti. Ndio. Wafilisti wakasimama juu ya mlima upande huu. Na Waisraeli wakasimama juu ya mlima upande huu. Yes. Napo palikuwa na hilo bonde katikati. Ndipo akatoka shujaa katika kambi ya Wafilisti. Yes. Aliyeitwa Goliathi. Yes. Wa Gathi. Ambaye urefu wake ulikuwa mikono 6 na shibiri moja. Alikuwa na chapeo na shaba kichwani. Tena amevaa dari ya shaba na uzani wake. Ile dari ya shaba ilikuwa shekeli 5,000 na za shaba. Yes. Tena amevaa sambamba ya shaba miguuni mwake. Naye alikuwa na mkuki wa shaba kati ya mabega yake. Ndio. Na mti wa fumo yake ulikuwa kama mti wa mfumaji. Na kichwa cha mkuki wake ilikuwa shekeli 600 za chuma uzito wake. Na mtu aliyemchukulia ngao zake akamtangulia. Nani anasema? Yes. Naye akasimama akawapigia kelele majeshi ya Israeli. Ndio. Akawaambia, mbona mmetoka kupanga vita? Je, mimi si Mfilisti na ninyi si wa watumishi wa Sauli? Ndio. Jichagulieni mtu akanishukie mimi. 9 inasema, kama akiweza kupigana nani na kuniua, sisi tutakuwa watumwa wenu, nami nikimshinda yeye na kumuua, ninyi mtakuwa watumwa wetu na kututumikia tafadhali. 10. Yule Mfilisti akasema, na yatukana leo majeshi ya Israeli. Nipeni mtu tupigane. Basi Sauli na Israeli wote waliposikia maneno ya hayo ya Mfilisti wakafadhaika na kuogopa sana. Basi Daudi alikuwa mwana wa yule Mwefrati wa Bethlehem ya Yuda, aliyeitwa jina lake Yese. Naye huyo alikuwa na wana 8, na yeye mwenyewe alikuwa mzee siku za Sauli na mkongwe
miongoni mwa watu. Nao wale wana watatu wa Yese waliokuwa wakubwa walikuwa wamefuatana na Sauli kwenda vitani. Yes. Na majina yao wanawe watatu waliokwenda vitani na ni haya: mzaliwa wa kwanza Eliabu, na wa pili wake Abinadabu, na watatu Shama. Naye huyo Daudi alikuwa mdogo wa wote. Mtumishi wa Mungu, Luka 26 juu 26 inasema hivi. Daudi akaongea na watu waliosimama karibu akisema, je, atafanyiwaje yeye atakayemuua Mfilisti huyo? Ndio. Na kuwaondolea Israeli aibu hii? Maana Mfilisti huyu asiyetahiriwa ni nani hata akawatukane majeshi ya Mungu aliye hai? Amen. 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 Neno letu la mchana wa leo ni kwa ajili ya kuondoa aibu ya Kristo. Amen. Amen. Kuondoa aibu ya Kristo. Kuondoa aibu ya Kristo. Tunaweza kuongea maneno mengi, tunaweza kusema maneno mengi kwa mchana wa leo, lakini ukifika nyumbani wakikuuliza ya kwamba leo mlifundishwa kwa ajili ya nini, utasema kuondoa aibu ya nani? Ya Kristo. Hebu tuingie kwa maandiko matakatifu gisi inaongea. Nataka kwanza tuongelee juu ya nani? Juu ya Goliati. Maandiko matakatifu inasema ya kwamba Goliati alikuwa Mfilistini na alikuwa shujaa. Ndio gisi maandiko inasema, na inasema ya kwamba alikuwa na mikono 6. Si tunapima kama metri hivi, mikono moja sio metri moja. Sasa imagine mwakili yako mtu mwenye alikuwa na mikono 6, maana yake alikuwa na metri 6. Sawa sawa? Twende mzuri, nataka tuelewe kwanza, tudekire kwanza Goliati alikuwa mtu wa namna gani. Mikono 6, sijui kama inaweza fika hapa, kuanzia hapa chini mpaka hapo hivi. Mikono 6 ndio ilikuwa urefu ile, mikono 6. Upime mkono moja, mikono 2, mikono 3, mikono 4, mikono 5, mikono 6 ndio ilikuwa urefu ya mtu. Ndio kisi Goliati alikuwa. Maana yake ni mtu mwenye ukimuona tu alikuwa anatisha. Na huyo Goliati lakini alipanda na kiburi. Kwa sababu kiburi, ukishapandwa na kiburi ndio kama shetani aisha kuingia ndani yako. Amen, amen. Amen. Na pepo ya mauti ishakuwa ndani yako. Ndio kisi na kwa Goliati, kwa sababu alikuwa ni jitu. Kwa sababu unaona hiyo tunafundishwa hivi, watu warefu wakiona si watu wafupi, kama mtu kana kuangalia hivi, ile ndio inawaletea nini? Ndio inawaletea kiburi. Kiburi tu. Mtu kana kuangalia hivi. Useme kwanza mtu kana metri 6. Si wengine kukuangalia tu ukichwa hivi tu. Sasa huyu bwana huyu, maandiko inasema ya kwamba mkuki wake tu mtu mmoja ndio alikuwa na ubeba. Mkuki tu mtu mmoja ndio alikuwa anabeba mkuki. Mwingine alikuwa anabeba sijui tari. Mwingine alikuwa anabeba sijui nini. Mwingine alikuwa anabeba nini. Yaani alikuwa mtu mmoja wa kutisha na mtu mmoja wa ajabu. Na maandiko inasema ya kwamba huyu Goliati akakuja kusimama, maana Israeli walikuwa ngambo na Wafilisti walikuwa ngambo nyingine. Wamoja kwa hii mlima na wengine kwa hii mlima. Lakini sasa yeye alikuwa anakipiga kifua, akaanza kutukana majeshi ya nani? Majeshi ya Bwana wa Israeli. Basi maandiko inasema ya kwamba
alifanya siku 40 kila siku iko na kia kutukana. Na kila wakati ambao alikuwa anasimama kutukana majeshi ya Bwana, watu wote na mfalme. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu siwe. Amen. Kanisa tuko hapa. Wakati sie bote nasi wanaume na wanawake, sie bote tuko tunakimbia mtu. Unaanza hapa, hiyo ni mzaa kweli. Ukiona kuna kuya shida na hapa ai makote hapa inatingizika hapa, kimbia. Kwa sababu wanaume tu wanakwamba kwa kabisa nguvu sana. Kunaweza tokea tukio, lakini wanaume wanakuwa nini? Wanakuwa wanasimama. Lakini maandiko yanakuambia kwamba na wanaume na mfalme na majeshi alikuwa anafanya akisimama kusema pati yote ni kutetemeka. Imagine Israeli yote inatetemeka. Unawaza ule alikuwa mtu wa mzaa? Hakukuwa mtu wa kawaida. Mtu mwenye anatisha na majeshi na mfalme na nani. Yaani nyie wote mnaikala kukimbia. Haikukuwa mzaa. Kutukana. Omoya unatukaniwa. Amuko nyie wote na wanamuke na watoto. Mungu mnatukaniwa nyie wote na watoto na wanamuke nyie wote. Unaona kuba hiyo ya kushinda ile kweli. Sema naume mara mingi tunajishimamaka. Lakini sasa hii ilikuwa kali. Hii. Yenye wanaume viko wanakimbia na majeshi viko wanakimbia. Yaani unaona mtu unasema hapana. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini sasa kwa sababu Mungu ni Mungu, Mungu apendake aibu. Na ukisimama pamoja na Mungu uondoa aibu ya Kristo atakuwa pamoja nawe. Amen. Na Mungu yuko anatafuta watu. Mungu yuko anatafuta watu wa kuondoa aibu yake kwa hiyo ulimwengu. Simulaye yenye tuko mayo. Mungu yuko anatafuta wale watu wenye watasimama pamoja naye kwa ajili ya kuondoa aibu yake. Lakini watu biko wapi? Na wakati Daudi huyo alikuwa kijana, alikuwa yuko mpori, Mungu yuko anamwandaa. Hakuna mwenye alikuwa anamjua. Mungu kumbi yuko anamtengeneza kule, yuko anamtengeneza. Yese akaambia Daudi anafika kunyumba kwa sababu alikuwa mchungaji wa kondoo. Akasema, "Hebu pelekea ndugu zako mikate kidogo kwenye wako kwa vita." Daudi akachukua mikate akaenda kwenye kaka zake wako wakipigana vita. Wakati alipofika huko sasa, akasikia namna Goliati tena anakuja kutukana majeshi ya Bwana, kwa sababu alikuwa anakuja siku 40. Imagine siku 40, maandiko inasema ni asubuhi na jioni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asubuhi na jioni. Hebu tunaweza kusoma hapo ndio labda tuende sawa sawa. Asubuhi na jioni. Msomaji wetu asome kwa mstari wa 23 shuki. 23 inasema. Hata alipokuwa akisema nao, kumbe yule shujaa alitokea. Ndio. Yule Mfilisti wa Gathi. Jina lake Goliati. Yes. Akitoka katika jeshi la Wafilisti akisema maneno yale. Yes. Naye Daudi akayasikia. Na watu wote wa Israeli walipomwona yule mtu wakakimbia. Ndio. Wakaogopa sana. Alikuwa anaogopa sana tu. Watu wa Israeli wakasema, "Je, mmemwona mtu huyu aliyepanda huko? Ndio.
hakika ametokea ili awatukane Israeli. Basi itakuwa mtu yule atakayemua mfalme atamtajirisha kwa utajiri mwingi, naye atamuoza miti yake na kuifanya mbali ya baba yake kuwa huru katika Israeli. Yes, kisha kwanza. Yaani ilionekana wakati watu, kwa sababu kutukaniwa na baba na mama na vijana, watu wote walishakuwa ni huruma tu. Hakuna wa kutetea wengine, hakuna wa kusemea wengine. Mfalme kama vile mfalme akasema acha kwanza nifanye nini? Nichochee kwanza vijana, kwa sababu vijana labda kunaweza onekana mtu mmoja mwenye atajitoa mwanga aseme bwana mie nitapigana na ule mtu. Bwana vijana mwenye atao ule mtu mwenye atajitoa aende pigana naye, msichana wangu njoo. Na utajiri njoo hiki. Na hiki njoo hiki. Na hiki njoo hiki. Na hiki njoo hiki. Na hiki njoo hiki. Lakini hata kama mfalme alifanya hivyo, hakuonekana hata mtu. Hakuna hata mtu mwenye alionekana. Watu wote wako wanaogopa. Hakuna hata mtu mmoja mwenye alijitokeza aseme mie nitaenda kupigana na ule mtu. Hata mtu mmoja hakuna. Lakini sasa Daudi huyu wakati alipofika akasikia maneno ambao huyu Mfilisti alikuwa anaongea kwa ajili ya kutukana Mungu. Akasikia uchungu, akasikia hasira, mafuta ya Roho Mtakatifu ikawaka. Akasikia hasira ya Mungu, kwa sababu kunakuwa hasira ya Mungu. Mnajua hiyo? Kwa hiyo siwe labda hii mambo ya kiroho, kunakuwa hasira ya Mungu. Hasira ya Mungu, hasira ya Mungu. Ukisikia hasira ya Mungu, labda watu wanaweza kuona sawa vile au eneo. Kwa sababu wakati Daudi alisimama kwa naambia Waisraeli mtu asivunjike nini? Asivunjike moyo. Huyu Mfilisti asiyetairiwa mimi nitamwangamiza, mimi nitamuua. Bwana Yesu asiwe. Amen. Akaenda kwa Sauli, atafanywa nini? Aseme mfalme atampatia binti wake, mfalme atamtajirisha, mfalme atainua taifa lake au atainua familia yake. Akasema mie huyu mtu mwende kuambia mfalme mimi nitafanya nini? Mimi nitamwangamiza. Kwa sababu alikuwa na hasira ya Kristo, aondoa aibu ya nani? Ya Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Na kila mwenye anasimama kwa ajili ya kuondoa aibu ya Kristo, Kristo anakuwa pamoja naye. Amen. Watu wa Mungu mjue, ukisimama tu na mtu mwenye ataondoa aibu asiake watu. Amen, amen. Amen. Hapa kusikia mtu unasikia kile kenye kiko kinakusukuma, kile kenye kiko kinakupanda, kile kenye kiko kinakukosesha amani, kusema ya kwamba mimi hapa nitaondoa aibu ya Kristo. Amen. Na Mungu anasimama pamoja na wewe na unafanya yale ambayo Kristo anataka upate nini? Upate kuifanya. Daudi mfalme akasikia habari, akaita Daudi. Akamuita kijana, wewe kabisa aseme mimi. Anaangalia kijana. Wewe kabisa akamwambia mie. Hangi na mtu yuko na roho Mungu. Bwana Yesu asiwe. Amen. Mtu kama anaandaliwa na Kristo, hapana kucheza na ule mtu. Akuwe mtoto, akuwe nani, akuwe. Ule mtu yuko tofauti. Amen. Ule mtu yuko tofauti. Daudi mfalme akakamata manguo yake yote ya ufalme. Batu unaona mtu akishindwa akukuwaka aibu. Bwana Yesu asiwe. Amen. Mfalme Sauli, ukisoma mfalme Sauli alikuwa naye mkubwa, alikuwa jitu, lakini imagine manguo yako wewe mtu mkubwa uende badilisha mtoto mdogo. Aone kama ni aibu. Ni aibu, lakini kwa sababu ya kushinda na woga anaona hata kijana kikanajitolea basi tukaache kaende. Nani alikuwa
Daudi akamwambia, mimi mtumishi wako niliua simba, nikaua nini? Nikaua dubu. Amena. Amen, amen. Niliua simba, nikaua dubu, na ule naye nitafanya nini? Nitamwangamiza. Haleluya. Daudi akapima kuvaa yale mavazi, lakini akaona ni mazito sana, akasema mfalme, hivi hapana. Hivi hapana. Mungu yeye apiganake na vile vyote. Hivi hapana, acha mimi nitaenda tu. Nitaenda gisi mimi naendaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akaenda akalokota mawe matano. Hatutaenda kumawe kwa sababu huko ni maneno mengi sana na wakati wetu uko kidogo. Akalokota mawe matano, akakamata gombeo. Tunajua gombeo si wote. Tunajua gombeo? Gombeo wakati tuko wadogo, tupito. Tulikuwa tunapigana mawe kabisa, tulikuwa tunawindana nayo. Na kuwinda nini? Na kuwinda mandege. Wakati tulikuwa tungali wadogo hivi. Labda watoto ya huko, lakini si wetu tulizaliwa kupori kule, tunaia topito. Unafunga mjareti hivi, unapiga ndege inaanguka, unaenda lokota. Benye wa kule kwetu wanajua hivi. Ile topito ndio yenye alienda nayo. Akalokota mawe. Mawe matano akaweka, akaenda pamoja na Bwana. Akasema leo hii ule Mfilisti asiyetahiriwa mwenyewe alitukana majeshi ya Mungu, nitamwangusha. Amena. Amen. Kwa ajili ya kuondolea Bwana nini? Aibu. Mungu anapenda watu wa kumuondolea aibu. Huko Mkristo unaona kwenye wanasema juu ya Kristo unanyamaza kimya. Mkristo unanyamaza kimya juu ya nini? Hapana kunyamaza kimya, sema kwa ajili ya Kristo. Amen. Asa si yenye Mungu anatuma huku kwenye tuko huku Bulaya, si ndio Bulaya hii? Nye tulikuwa tunaomba Mungu na mafungo na maombi na kulia na nini. Mungu Bulaya, mie Mungu ukinifikisha tu huku Mungu nitakutumikia sana. Mungu nifikishe niende. Mungu anakuleta hapa sasa, unachanganyikiwa na shida. Unachanganyikiwa na shida, ilishakuwa mashifti, ilishakuwa nini? Haujali tena, haujue tena. Bwana, fanya hangi. Fanya hangi na kuona. Nilishaongea na watu sana hapa, sema mchungaji, mie wakati niko Afrika nilikuwa naambia Mungu, nilikuwa nalia sana. Mungu nifikishe Bulaya Mungu, kwa sababu Bulaya kuna kwaka ni juma tu moja, mwezi moja tu mwenzao anakutumia mapicha, unaona mtu maisha madiriki. Mungu Baba, sina mimi siku gani Mungu? Utapanda ndege siku gani? Mimi majamaa zetu za maskini, wewe ndio ulikuwa wa kwanza kuvimba ndege. Wewe ndio wa kwanza, mjamaa yetu au mjamaa yetu, hamna wengine wameshapanda ndege. Basi tutafitana. Si ndio kweli? Wewe ndio wa kwanza. Hakuna mwingine. Sasa, wewe unajua kama unapata neema. Na Mungu anatutuma huku kwa ajili ya kazi yake. Watu wa Mungu hiki tumwijue. Mungu anatutuma Bulaya kwa ajili ya kazi yake. Hii niko nataka kuisema kwa sababu nilisikia mbingu iko yaongea. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii niko nawaambia kama vile mtumishi wa Mungu, na niko kwa madhabahu ya Mungu, mie peke na masikio yangu. Na vita vyakuja, naona sisi haiyakuja. Si vita vikamu naona sisi. Nilikuwa niko Goma. Naona sisi niko Goma. Ndio kwenye nilikuwa. Mungu anasema vita haviyakuja hata. Watu nitawatuma wapi? Ulaya waende ubiri nani? Wazungu. Mungu ako na njia nyingi. Usianze aseme mpaka upate bursu upendewa, hapana. Na njia ya vita nayo yenye Mungu alituleta ni njia nyingine ya nani? Ya Mungu. Amena. Sasa unakia fika huku sasa unachanganyikiwa. Ole wako. Kama unaweza kuchanganyikiwa huku na Mungu anakuleta, unaanza tembelea kali, hauna tena mastress ya maisha, alafu sasa kazi ya Mungu sasa ndio unaacha nyuma. Sina kuambia pole, ni ole tu. Kwa sababu
ipo siku wewe na mimi tutasimama mbele za Bwana. Utaulizwa, nilikutia maisha mazuri. Hii maisha yenye tuko tunaishi ni maisha ya patron. Unajua vile? Ni maisha ya patron wa Kongo. Yaani uangalie tu gari yenyewe unatembelea wewe peke uone tu. Ni maisha ya ministre wa kwetu. Ndio maisha yenye tuko nayo hapa. Sasa Mungu anakuweka mwile maisha, lakini unaona tu sawa vile hakuna kenye Mungu alikufanyia. Pole sana. Daudi, vile Israeli wote wanafanya nini? Wanatetemeka. Nani mwenye atatuwia huyu mtu? Daudi akasema mtu asivunjike moyo, mimi niko naenda vitani. Na akaenda yeye mwenyewe na gombeo na mawe 5 akaenda. Akaambia Mfilisti kusema ya kwamba hebu kuja tukutanane. Mfilisti akakuja na Daudi naye akafanya nini? Akaenda. Mache sasa ikakuwa nani? Ikakuwa libitri. Wakaanza angalia sasa tuone nani mwenye ataangusha mwenzake. Wakati Mfilisti alikuja, Yesu alikuwa yuko anajiona ni yeye tu. Kumbe ajue kama mbele za Mungu wanaonekana sawa vile ndege. Huko na nabii wa Mungu. Mfilisti yeye yuko anajiona ni wa mkubwa sana, lakini mbele ya Mungu yuko anaonekana sawa ndege. Si ndio anauaga na nani? Na kombeo. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna hata mpanga, hakuna hata mkuki, hakuna ndege. Ndio tulikuwa tunawinda na nini? Na kombeo. Wakati alipokuja, kwa sababu Mungu acha Mungu aite Mungu tu. Alimconfuse, akaona mtoto mdogo akafanya nini? Akazarau. Utazarau. Unajua kiko ndani yake? Acha kucheza na Mungu. Alipomuona akafanya nini? Akazarau, akaona sasa katoto Israeli nayo inachanganyikiwa. Katoto kaivi ndio kenyewe wananiletea mimi. Katoto. Mtu akishakuwa na Mungu apake mtoto. Na uwezi mshinda. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Wakati balipokuwa hivi face to face yenye Waingereza wanaongea, kila mtu akaanza laani mwenzake. Goliathi akaanza laani nani? Daudi. Leo hivi mwili wako utakuliwa na ndege wa angani. Wewe mtoto mdogo, ausikie aibu, sijui nini na kulaani hivi na hivi. Daudi akamwambia ya kwamba utajua leo kama ulitukana majeshi ya Bwana. Majeshi ya Bwana. Na leo Bwana alisha kuweka mikononi mwa Goliathi. Akaona sisi ni mzao. Bwana alisha kuweka mikononi mwangu kwa sababu ulitukana majeshi ya Bwana. Na Mungu apendake vile. Ulitambuka mstari nyekundu. Akasema angalia haya, angalia katoto. Akamwambia ya kwamba leo hii unaona vile Daudi alifanya sasa, akakimbilia sasa Goliath. Goliath akaona Daudi anamwatakia anakuja kwenye hiki. Alitia tu, wakati aliposogelea hivi anakuwa ana kwa ana hivi, Goliath akatupa mkuki kwa Daudi, haikumshika. Mwenzake akakamata gombeo. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tuelewane mzuri. Akakamata gombeo, akatia jiwe moja tu. Jiwe hili moja tu mgombeo akatupa, na ile jiwe likaingia Goliathi hapa kukipaji cha uso. Na Goliathi akafanya nini? Akaanguka. Amen. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jitu ikaanguka, akamkimbilia. Ile mpanga yake alikuwa na kisu labda ni mtu wote mzima. Ndio yenyewe anaenda chukua ile kisu yake, na ndio yenyewe ilimkata nini? Ilimkataka kisu. Amen, imani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ile kisu yake ile na ndio yenyewe ilimkataka kichwa. Na wakati Wafilisti wote waliona vile wote wakaidilia. Nani mtasimama?
kwenye shujaa anakufa, anajua mwenyewe tulikuwa sisi wote tunajitapia. Unaweza ukikuwa na shujaa wenu, nyewe wote mko nyuma yake, nyewe wote nyewe. Lakini kuona jitu linaangushwa chini na mtoto mdogo hapa. Wanaume ili hakuna hata kuangalia nyuma. Hakuna kuangalia nyuma, ni mbio. Mbio. Akaleta kichwa hivi. Akaleta nini? Kichwa Mwisraeli. Mama sasa benya wango yake. Unatoka furaha ingine yenye hawezi ifunga. Haiwezekani. Hawezi funga. Na kama unafurahi tu. Kama unafurahi, kama utafurahisha wengine, unataka kufurahisha wote, sawa depanse tu tufurahishe. Usifunge furaha, seme unajifunga na furaha, hapana. Usijifunge na furaha. Wamama kamata mavikwembe, kamata nini, jifunga mkiuno, ale wanaanza imba wimbo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sauli aliua 1000 yake. Unasikia wamama? Bakaanza tena, Sauli aliua 1000 yake na Daudi anaua 10,000 yake. Amen. Hiyo ndio wimbo yenye ilikaleta shida katikati ya Sauli na nani? Na Daudi. Sauli akasikiliza wimbo, mama yuko anaimba. Aseme Sauli aliua 1000 yake na Daudi anaua 1000 yake. Ndio vile? Hapana, haiwezekani. Kumbe hawa watu hivi wanapati, inawakia tu huyu mtoto fanye nini? Aninyanganye tu ufalme. Haitawezekana. Mpaka nifanye nini? Nimwangamize. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mpaka nimwangamize. Uadui ukaingia kati ya Sauli na nani? Na Daudi. Na yeye ndio mwenyewe alikuwa anasema mwenyewe, unaona jinsi wanatoka wanageuka anytime. Mwenye alikuwa anasema mwenyewe ataondolea Israeli aibu, ataua huyu mtu, nitampatia binti wangu, nitamuinua, nitafanya hivi na hivi. Soma maandiko. Nadhani ulisoma bado. Kabisa. Nitamuinua, nitampatia utajiri na binti wangu ndio ule na kila kitu atapata. Alivipata tena. Soma Samueli wa kwanza 19. Enda ku 19:18. Usome hapo. 19:18. Soma hapo usikie. Soma kwa jina la Yesu. Hivyo Daudi akajiponya akamwendea Samueli huko Rama. Akamwambia hayo yote Sauli aliyomtenda. Ndio. Kisha yeye na Samueli wakaenda na kukaa katika Nayoti. Yes, endelea tu. Naye Sauli akaambiwa kusema, angalia, yule Daudi yuko katika Nayoti. Yes. Huko Rama. Basi Sauli akatuma wajumbe ili kumkamata Daudi. Ndio. Nao hapo alipowaona jamaa ya wanabii wakitabiri na Samueli. Yes. Amesimama kama mkuu wao. Ndio. Roho ya Mungu ikawajilia wajumbe wa Sauli, nao pia wakatabiri. Yes. Chuka tu. Naye Sauli alipoambiwa alituma wajumbe wengine. Yes. Wao nao walitabiri. Naye Sauli akatuma wajumbe tena mara ya 3. Ndio. Na wao pia wakatabiri. Ndio. Chuka. Na uko sawa. Chuka tu. Naye Yotamu Kwa mwisho. Kisha mwenyewe yes. Ndio. 22. Endelea kutusikie tu habari. 22 nasema. Kisha yeye mwenyewe akafika kunako kile kisima kikubwa kilicho huko Seku. Amen. Akauliza, akasema, je, wako wapi Samueli na Daudi? Ndio. Na mtu mmoja akajibu, tazama wako Yordani
huko Rama. Ndiyo. Basi akaenda na Yoti huko Rama. Ndiyo. Na roho ya Mungu ikamjia naye. Yeye naye akaendelea mbele huku anatabiri mpaka kufika na Yoti huko Rama. Naye akavua nguo zake akatabiri mbele ya Samueli, akalala uchi mchana kutwa na usiku kucha siku ile. Kwa hiyo watu kusema, je, Sauli ndiye miongoni mwa manabii? Amen. Amen, amen, amen. Jina la Bwana libarikiwe. Hapo ndio kwenye kulitokea nchi ya Yoti. Na Yoti Pentecostal Church. Amen. Mji wa makimbilio. Ile ni mji wa makimbilio kwenye Daudi alikimbilia. Amen. Ndio kwenye ile jina ya ile kanisa litokea hapo. Kama tunaweza kujiuliza, unasema ni Nayot Pentecostal Church. Na hapo ndio kwenye natoka. Ni mji wa makimbilio. Wakati sasa uone kisi sisi wanadamu tunakuwaka. Daudi hapa anatarajiwa apewe mwanamke. Unajua Biblia inasema apataye mke anapata kitu chema. Sasa wewe mwenyewe uko unatarajia upate mwanamke, unaanza kibishi. Kweli kabisa, wewe unaona vile wewe unaweza ona. Banaanza penda sana wewe mafanya nini? Bakuue. Wewe ulikuwa unatarajia kama nataka pata mwanamke, nataka pata utajiri, jamaa yangu nataka fanya nini? Inataka kuinuliwa. Lakini sasa wewe unaanza kutafuta wafanye nini? Bakuue. Kama vile wewe unaweza ile maneno unaweza fanya. Unaona kisi wanadamu wanakuwa. Wanadamu wanageukaka saa yote tu wanaweza geuka tu. Na ililetaka ile ni nyimbo zilizotoka kwa amani, mama. Sauli aliua 1000 yake, 1000 hivyo. Sauli aseme mimi nilipewa 1000 tu. Mimi mfalme mkubwa, 1000 na huyu mtoto 10,000. Mpaka ni maangamizi, mpaka huyu mtoto akufe, mpaka ni muue akufe. Bwana Yesu asiwe. Hii ilikuwa tu parenthesis, lakini neno letu la leo ni kuondoa aibu ya Kristo. Namna gani unafanyia Mungu kazi? Tunaingia mkazi ya Mungu sasa. Unafanyia Mungu kazi namna gani? Angalia jinsi unafanyia Mungu kazi. Eske vile jinsi unafanyia Mungu kazi ndio jinsi unapaswa kufanya kazi ya Mungu? Wakati uko hapa uko Mkristo. Ukishatoka hapa akukwake Ukristo wa uficho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akukwake Ukristo wa nini? Wa uficho, haikuwake. Au uko Mkristo au uko Mkristo. Unafanya kazi kukazi lakini hawaiwaki kama uko Mkristo. Hawaiwaki. Hapa tuko hapa hivi lakini hawaiwaki. Ukikuwa kule hawaiwe kama wewe ni Mkristo. Akukwake Ukristo wa uficho. Mkristo anakuwa Mkristo fasi yote. Amen. Kwenye kote, kwenye huko kama watakuua wakuue, lakini uditambulishe kama mimi niko Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio Kristo. Kuondoa aibu ya Kristo katika kila njia, katika kila fasi. Na ndio maana ukisoma Wakorintho wa kwanza sura 6 inasema ya kwamba tuwe vielelezo kwa sababu Ukristo wetu usifanye nini? Utumishi wetu usizarauliwe. Kwa sababu kama hatutakuwa vielelezo katika kufanyia Mungu kazi na katika Ukristo wetu, utumishi utazarauliwa au Ukristo utazarauliwa. Na haipaswi Ukristo upate fanya nini? Uzarauliwe. Na tunapaswa kutetea Kristo fasi yote kwenye tunakuwa. Hiyo ndio mapenzi ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tunapaswa kutetea Kristo fasi yote kwenye tuko. Mimi
huwa anasema hivi, Mungu hana deni ya kila mtu mwenye alifikisha hapa Ulaya. Amen, amen. Amen. Sio wote wenye tunafika hapa, Mungu hana deni yetu. Hana deni hata moja. Hana deni yako tena. Mungu hana deni yako. Wewe sasa ndio mwenye uko na deni ya nani? Ya Mungu. Mungu hana deni ya mtu mwenye alifikisha hapa. Hapana, hana kabisa. Kwa ajili ya hiyo, inabidi tufanyie Mungu kazi kwa kuondoa aibu ya Kristo. Unakuja kaona wa Kristo hapa, hivi inakuwa mambo ya aibu sana. Pesa ziko, lakini angalia sadaka ya watu iko natoa. Iko aibu. Kweli kabisa, hiyo tuko tunaondoa aibu ya Kristo. Tuambiane kwanza ukweli kwanza ya mambo. Sadaka tu. Iko inakuwa aibu kutangaza sadaka, aibu. Na pesa tukose. Mtu angana anatoa $10 na uko na maelfu mu account kweli, hiyo ni kuondoa aibu ya Kristo. 5 10 bengine bangapi wanatoa ule mananimu makuini kama makuini ile yuko anasema. Na wengine wanapia mikono wazi mbele za Mungu. Hiyo sio Kristo. Unapaswa jipanga ukienda sadaka siku ya Mungu. Hairuhusu ukienda mbele za Mungu mikono wazi. Hiyo kitu tuachane nayo, watumishi wa Mungu na watu wa Mungu. Unapaswa jipanga, unapaswa kuleta sadaka kwa sababu hakuna mwenye anakosa pesa. Hatukose pesa. Hakuna mwenye anakosa pesa mkubwa. Hakuna mwenye anakosa pesa. Kila mtu yuko na pesa. Kuya mikono wazi mbele za Mungu sio maandiko. Watu wa Mungu, inabidi tubadilike kuondoa aibu ya Kristo. Mambo ni mengi sana, naona muda wangu unaisha, lakini mambo ni mengi ambayo tunaweza kuongelea kwa ajili ya kuondoa aibu ya Kristo. Ujue ya kwamba kama wewe unajua uko Mkristo na unajua mambo yenye inaweza kuaibisha huduma au kazi ya Mungu, ikwe katika kuimba, ikwe katika kuhubiri, ikwe katika kushuhudia Kristo, ikwe katika kuomba, ikwe kazi yoyote hili, ikwe katika kutoa, kuondoa aibu ya nani? Kristo. Kuondoa aibu ya Kristo. Hiyo ndio neno hiyo. Tuende nyumbani, lakini uko unajua ukikaa mkanisa, lakini niko hapa niondoe aibu ya nani? Ya Kristo. Na Bwana abariki neno lake. Amen. Asante sana mchungaji kwa neno nzuri. Nadhani sisi sote tulisikiliza jinsi wetu atufundisha kwa siku ya leo kuhusu juu ya Daudi. Tunalinganisha na maisha yetu ya kimwili au ya kiroho. Wewe mfilisti wako ni nani? Ni kutokutosha sadaka? Ni kushindwa kushukuru? Ni kuja kushukuru mbele ya Mungu mikono bure? Mahubiri yako ni mazuri sana mchungaji, na Mungu akubariki sana. Amen. Amen.